huwa tunaanza na maombi ya moto. Kwa nini? Kwa sababu kanisa sio sehemu ya maonyesho. Umekuja kwa mtu. Kwa hiyo kupasa uwe katika mtizamo wa mguu sawa, kwa sababu ile jeshi, na kwa sababu ile jeshi kati ya vita. Na tunapoanza asubuhi leo tunaelekea katika kitu cha maombi ya moto kinachokwenda katika uwanja wa rehema za Mungu. Mwaka 2023 tulikuwa na ndugu wanasafiri na basi moja aina ya Costa, na walipofika maeneo ya Tukuyu, ile basi ilikutana uso kwa uso na basi lingine. Ndani ya sekunde moja watu 7 wakapoteza maisha. Wawili kati yao walikuwa wamefunga wakinaomba. Kilichowaponya sio kwa sababu ni wazuri. Usije ukajidanganya katika maisha. Kama mimi unajua nina afya njema kwa sababu naenda kanisani. Forget about it. Ni rehema za Bwana. Kama sio rehema za Bwana, hakuna hata mmoja angesimama hapa. Ni rehema za Mungu. Baba, kumbuka rehema. Nijalie maisha nisio na kufa kwa sababu kwamba wanapenda. No, ni kwamba rehema za Bwana ndizo zilifanya kutoka. Katika wale waliopona, mmoja alikatika kiuno, miguu yote pamoja na shingo. Lakini kwa sababu ya viungo, leo napoongea na wewe, baada ya miaka 2 anaweza kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea juu ya rehema za Mungu. Rehema za Mungu katika maisha yako. Usisahau kuomba maombi ya rehema. Sio watu wanaanza biashara wanafanikiwa. Sio watu wanaanza shule wanafaulu. Sio watu wanaanza kazi wanapokamilisha maisha ya kazi. No! Na sio kama wamekosa chochote. Mimi sijui. Ila najua moja. Tunahifadhiwa kwa sababu ya rehema za Mungu. Anabaki kuwa Mungu, atabaki kuwa Mungu, na atazidi kuwa Mungu. Full stop. Sina majibu ya swali yote. Nataka tujue lugha moja inaitwa rehema za Mungu. Juzi nilipokea simu nzuri. Mmoja wa ndugu karibu alikuwa amekata Holocaust. Mapovu yanamtoka. Ni mtu mzima kidogo. Nikaambiwa tumejaribu kumpia maji, tumejaribu kumpukuta, haziduki. Nilipokumbuka nikakumbuka kwamba sio kwamba watu wanakufa kwa sababu wamekosa. Nikakumbuka maombi. Baba, kumbuka. Rejesha uhai wetu. Rejesha tena uzima Bwana. Bwana, kumbuka rehema. Nikalia. Baada ya dakika 10 nikaambiwa yuko mzima, ongea naye huyo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kuhusu rehema za Mungu. Kuna wakati uhifadhi kwa sababu umeokoka. Ni kwa sababu ya rehema za Mungu. Ni muhimu kujua hiyo, lakini kupita hapo jana. Ni kijana, kijana. Nilipigiwa simu. Mtu mmoja nikiwa niko safari pale kidogo. Kwa hiyo tukashindwa kuelewana. Kwa jana nikawa naongea naye kwenye simu, ni askari polisi. Yupo Tanzania lakini mkoani huko. Na akaniambia, mchungaji, nimekupigia kwa kweli nimeumizwa. Anasema nilikuwa katika lindo nikizuia magari yasipite. Kwa tumeweka beria yetu kubwa, tunazuia magari kutukagua kwa sababu ilikuwa ni wakati nchi ilikuwa inapitia wakati mgumu kidogo. Kwa tulipokuwa tumekaa pale, alitokea mtu mmoja sijui mtokea wapi. Akaja akanisomba beria, akanisomba na polisi. Ni mwanamke. Nikamwambia, unasemaje? Ndio naongea na wewe au unaniambia habari za kifo? Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia baada tukagundua ni mwenzetu wa jeshi. Alikuwa amelewa. Yuko 80, unajua kutuma vifungo vya kilevi. Akaniambia, mchungaji, nimevunjika miguu yote miwili. Na hali yangu sio nzuri. Nikamwambia, dada, naomba tuombe. Nilipoanza kuomba nikakumbuka rehema. Kaambia, dada, ni rehema za Mungu ndio unapona. Bwana Yesu asifiwe. Ni rehema za Mungu atakuponya na ugonjwa utatoka katika jina la Yesu. Napenda ujue hili somo. Unajua unaweza kwenda unajiendea unajiona sawa sawa. Kuna mtu anatembea anaanguka baba na tuondoka tuondoke. Natamani ujue maombi ya rehema.
Sema Baba yangu, Baba yangu, asubuhi ya leo katika jina la Yesu nashukuru kwa sababu nimehifadhiwa kwa rehema zako. Bwana, asubuhi ninakuomba katika jina la Yesu, kumbuka rehema juu ya maisha yangu. Yawezekana nimekutendea mabaya, yawezekana nimenena maovu, yawezekana nimekuudhi. Bwana, ondoa laana juu yangu, ondoa mikosi juu ya maisha yangu, nisaidie katika jina la Yesu. Kumbuka rehema Bwana, kumbuka rehema juu ya watoto wangu, kumbuka rehema juu ya familia yangu, kumbuka rehema juu ya wazazi wangu, kumbuka rehema juu ya ndugu zangu. Baba, naomba rehema. Endelea kumwomba kuombea watu wote kwa jina la rehema. Mwambie Baba, nisaidie rehema katika jina la Yesu. Najua ninahitaji. Katika jina la Yesu. Baba, kumbuka rehema kwa ajili ya kanisa hili. Kumbuka rehema Bwana ukatuponye. Kumbuka rehema Bwana ukaliinue. Kumbuka rehema Bwana ukalisaidie katika jina la Yesu. Yoyote ambaye Bwana amehifadhiwa kwa ajili ya kufa, amehifadhiwa kwa ajili ya balaa, kwa mikosi mbalimbali, Baba kumbuka rehema, ukahifadhi nafsi za watoto wako, ukawape uzima tena, ukawape afya tena katika jina la Yesu aliye hai. Baba kumbuka rehema, Baba kumbuka rehema, Baba kumbuka rehema, kumbuka rehema kwa wanaosoma, kumbuka rehema kwa wanaofanya kazi, kumbuka rehema kwa wafanya biashara, kumbuka rehema kwa watumishi wako katika jina la Yesu. Wewe Mungu wezaye kusamehe, wewe Mungu wezaye kuhifadhi, kumbuka rehema Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, wiki hii nimekuwa ni baba kila mtu akipiga simu ananiambia habari za ndoto. Kwa hiyo nikasema ni muhimu kanisa likajua baadhi ya ndoto kama 4 ambazo zimekuwa zikitembea wiki hii, na ninatamani tuweze kuziangalia. Kuna ndoto ambazo unatakiwa makini sana unapota. Ndoto ya kwanza ni ndoto ya kusahau umeweka wapi kitu fulani cha muhimu. Unasikia unaenda sokoni na baskeli, alafu unapomaliza kununua unashangaa unachukua baskeli uliweka sehemu lakini huwezi kufika pale ulipoweka. Wengine gari, wengine funguo. Unakuta katika ndoto kuna mahali pa muhimu na unatamani ungepata ule funguo ulikuwa nao lakini huoni. Unakuta kuna mlango wa kuingia mahali, unajua mlango uko wapi lakini unatumia nguvu nyingi kujaribu kutafuta huo mlango mpaka unashtuka usingizini uone. Lakini pamoja na hilo kuna swala zima la kuachwa na gari. Basi ndoto inafanana tu, tafsiri yake ni moja. Ulikuwa umekaa sehemu na safiri, ghafla basi ambapo ulikuwa umepanda kwenye ndoto limeondoka. Alafu unapohangaika ndipo unapostuka katika ndoto. Na unaliona basi ile, unaweza kwenda lakini huwezi kufika. Na mwisho, ndoto zinafanana zote hizo. Ni ndoto ambayo unashangaa umekuja kanisani kama hapa, alafu unatembea mbele za watu kifua wazi. Alafu unajiona uko sawa. Alafu watu wanakuangalia tu, alafu wala hawakwambii chochote. Na upo katikati ya kanisa na unajiona kabisa, na unajiona kabisa kifua kiko wazi, lakini uelewi ni nini. Hizo ndoto zote ni ujumbe. Kitabu cha Ayubu 33:14 mpaka 18 kinasema Bwana huongea na watu wakati wamelala usingizi, uyafunua yaliyofichika wakati wa ndoto za usiku wa manane. Kwa yote katika pamoja yana mambo makubwa matatu. La kwanza ni kwamba umepoteza mwelekeo wa maisha. Kuna jambo inatakiwa ulifanye lakini umeshindwa kufanyika. Ndio tafsiri kubwa hiyo. Lakini katika hiyo pia unaibika, kwa sababu unapopoteza mwelekeo wa maisha unaanza kuibika. Unapotembea mbele za watu na wewe unajiona uko hujavaa viatu au uko na kifua wazi, maana yake ni aibu. Na roho ya aibu shetani anapenda kupandikiza. Ndio maana kitabu cha Mathayo 13:25 nasema wakati watu wamelala akaja adui akapanda magugu katika tenga. Lakini ashukuriwe Mungu, ukiwa na neema ya kuota ndoto na kukumbuka ni neema kubwa.
ujue ni neema Mungu amekuleta kwa ajili hiyo. Kwa tunapoenda kuomba katika maombi ya moto sehemu ya kwanza, kabla tujaanza somo, ninatamani uombe kwa maana ya kumaanisha. Sema: Baba, kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninakushukuru kwa roho ya mafunuo. Ninakushukuru kwa roho ya mafunuo. Baba, katika jina la Yesu, aina yoyote ya mamlaka za giza ambazo zimekusudia kunipotezea mwelekeo wa maisha yangu, leo kwa jina la Yesu, ewe kuzimu, sikia sauti ya Bwana, angamia kwa moto, shindwa katika jina la Yesu. Wakala wowote wa kuzimu ambaye ametumwa kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya mwelekeo wangu, kwa ajili ya hatima yangu, leo kwa jina la Yesu, wakala, ni mapepo, ni mashetani, ni majini, una mamlaka juu yangu. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Ninaamuru ewe unaifuatilia, pofuka asubuhi ya leo, pofuka asubuhi ya leo, pofuka asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ajenda yoyote iliyotengenezwa katika shimo la kuzimu kinyume na maisha yangu, leo kwa jina la Yesu ninaifuta ajenda hiyo, ninaifuta ajenda hiyo kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Sema: Baba, nainua mikono juu, nimekukimbilia wewe, nisiaibike milele. Bwana, kwa haki yako nipone, kwa huruma zako nirehemu. Nimekukimbilia wewe, nisiaibike milele. Ninaomba Bwana, kama kuna aibu yoyote mbele ya maisha yangu, leo kwa damu ya Yesu, alichukua aibu yangu, ninaifuta, ninaikemea mamlaka za giza zilizotumwa kwa ajili ya kuniaibisha kwenye afya, kuniaibisha kwenye uchumi, kuniaibisha kiroho. Leo ewe mamlaka, sikia sauti ya Bwana, kufa kwa jina la Yesu, kufa kwa jina la Yesu. Achia roho yangu, achia mwili wangu, achia nafsi yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, naomba neema nipate kutimiza kile ulichokiweka ndani yangu, maana neno lako nasema, unajua unachoniwazia ni mawazo ya mema, sio mabaya, mawazo ya kunipa mimi matumaini siku zangu za mwisho. Hivyo ninaomba kupitia ibada hii, Bwana, kumbuka rehema, kumbuka fadhili, kumbuka rehema, kumbuka fadhili, kumbuka rehema, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Jambo la mwisho, kuna ndoto nimepigiwa simu mara 2-3. Inahusu mtu, ni mwanamke na mwingine ni mwanaume. Mwanamke ameota ndoto usiku, analea mtoto, hajawahi kupata mtoto, lakini analea mtoto. Yule mtoto ana afya njema. Alipoamka asubuhi anashangaa mtoto amepotea, na amuoni kwa kalia sana kwa sababu anatamani mtoto. Lakini wa pili ni mwanamke ambaye ana watoto, na alipokuwa amelala ameshaacha muda wake wa kupata watoto umeshaisha, ni tatizo lake za kawaida. Kwa hiyo usiku wakati amelala akashangaa anaonyesha tena mtoto. Sasa akajiuliza maswali mengi, hivi inawezekana mimi kaza Mungu anataka kunipa mtoto tena? Mbona na miaka 60 sasa? Bwana Yesu asifiwe. Sielewi 62. Sio wakati wa kupata mtoto, na sio naomba Mungu kwa ajili ya mtoto, lakini naonyesha mtoto. Lakini akatokea mwanaume anasema yeye ameota usiku ana mtu ambaye ni kama mke wake, lakini umekosa mtoto kwa muda mrefu, na akawa ameota kwenye ndoto anaona na mtoto wa kiume, mtoto mmoja mzuri, na akaanza kumhudumia. Lakini alipokuwa anakuwa yule mtoto, ndugu zake wakaanza kusema mtoto sio wako, inawezekana unachomekea ndani ya ndoa yake. Kwa hiyo anasema alipokuwa anaambiwa vile, ghafla alipomwangalia vizuri mtoto akaona kweli afanani na yeye kabisa. Kwa akashtuka usingizini,
Mchungaji, mambo haya maana yake nini? Mpendwa katika Bwana, unapoona watu wawili watatu wanne wanakupigia simu kwa ajili ya kitu kimoja katika mambo ya kiroho, ninapata taarifa na ujumbe kwa ajili ya kuombea kanisa kwa ajili ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watoto mara nyingi za kunyesha watoto, mara nyingi inawezekana zipata sababu kwa mbili. Moja wapo inawezekana kwa sababu ya mapenzi usiku wakati wa ndoto. Kuna watu wanaota ndoto za mapenzi na baadaye wanaanza kuota kunyesha watoto. Na mara nyingi mtu anatokea katika mazingira kama hayo, unakuta hata watoto hawezi kupata kwa sababu anakuwa katika ulimwengu wa roho umeolewa. Mwingine anapata harusi katika ulimwengu wa roho na baada hapo anapata mpaka mtoto anamnyonyesha. Ina maana tayari amekamatwa katika ufahamu katika sehemu zake za uzazi. Sasa maana yake sio yote pamoja ni hiyo. Hii ni general meaning. Na usije kadanganyika kwenye ndoto maana yake ni hii, maana yake usije huo ni utapeli. Lakini katika tafsiri ya kiroho kila ndoto ina tafsiri tofauti tofauti. Kwa sababu nyoka alinunuliwa kwa ajili ya kuponya Waisraeli. Na mtu akikwambia kama ndoto maana yake nyoka maana yake ni shetani, hapana, kwa sababu Musa alikuwa katika mbele ya Farao na alimtoa nyoka mkubwa kabisa, nyoka wadogo. Kwa hakuna tafsiri ambayo inasema kwamba ukiona hivi maana yake usije kadanganyika ule utapeli na roho za uongo. Muombe Mungu akupe tafsiri ya ndoto. Anayetoa tafsiri ya ndoto ni Roho Mtakatifu, sio mwanadamu. Sema Baba, katika jina la Yesu, mamlaka yote ya kuzimu ambayo imechukua nafasi ya ndoa yangu au inakusudia kuchukua nafasi ya ndoa yangu, leo katika ulimwengu wa roho ninafuta hiyo mamlaka. Hati yoyote ya ndoa ambayo iko katika maisha yangu na inafanya kazi kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya agano jipya, ninafuta hati ya ndoa ya kiroho, ninafuta hati ya ndoa ya kiroho katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu Kristo hai. Baba, kwa namna yote watoto wote ambao adui amepandikiza juu ya maisha yangu, ambao si watoto bali ni mapepo, leo kwa jina la Yesu, mahusiano wangu na ulimwengu wa giza katika kwa jina la Yesu, mimi sina uhusiano na kuzimu wala mamlaka zozote za giza katika jina la Yesu. Shika tumbo lako, sema Baba, kwa jina la Yesu ninaomba uzao wangu ubarikiwe. Wenda watoto wapo au wanaokuja, ninaomba neema Bwana, uzao wa tumbo langu ubarikiwe kwa jina la Yesu. Ninakataa kuzaa mapoza, ninakataa aina yoyote ya kutengua mimba, ya kuharibu mimba, ya kutopata mimba. Out, out, out kwa jina la Yesu. Sema Baba, aina yote maradhi, aina yote magonjwa ndani ya mwili wangu, ewe maradhi, ewe magonjwa, out, out, out. Sikutaki, sio sehemu yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema Baba, naomba neema, mlango wangu wa ndoto ukapate kufunguliwa. Chochote kilichoziba mlango wangu wa ndoto, efata kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba tuketi. Asubuhi leo natamani tuende kwenye somo la msingi sana katika maisha yetu ya kiroho. Kwa sababu
Bila hilo unaweza ukabaki pale ulipokuwa muda sana. Ngoja nikwambie kitu. Siku moja nilikuwa na mwanangu mmoja mjini hapo Dodoma. Zile barabara zile. Ingawa kupenda kutoa mfano ule kitu. Kwa hiyo nikawa nimekaa sehemu, nikamtuma akatafuta kitu fulani kule. Nikawa namsubiri. Sasa nikashangaa nusu saa inapita. Saa inapita. Yesu asifiwe. Kumbe wasabu bwana anapita pale pale, lakini hapa juu ni wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anazunguka tu mpaka kapita rudi kwa paki gani sehemu ya kwanza, azunguke tena mpaka pale kwa hiyo ni pale. Kwa akaja kupachua la. Nikakuta wananiambia mimi nimeenda kumtafuta naye ananitafuta. Wakaniambia hivi pale. Maisha ya mwanadamu yanasema usipojua njia, leo ukipelekwa Dar es Salaam, unaweza kushangaa umetumia siku nzima umezunguka kama mrudi pale pale kwenye kona ya Mungu. Wewe ulikuwa unaenda sehemu nyingine kwa sababu upajui. Kwa pia katika safari ya mbinguni, naomba nikwambie kuna siri za ufalme wa mbinguni. Kwa somo la leo tunaendelea bado katika fikra za ufalme wa mbinguni, lakini nataka kueleza somo moja ambalo ni specific kabisa. Linaitwa siri za ufalme wa mbinguni kifikra. Siri za ufalme wa mbinguni kifikra. Ngoja nikwambie kitu. Tumesoma Zaburi ya 34 asubuhi. Imetoa ahadi 5 kwa Mungu. Ya kwanza, amesema Mungu atakuzungushia malaika. Sasa nawezaje nami kuzungushia malaika? Cha pili, anasema wale ambao wanamtumainia Mungu hawatahitaji kitu chochote chema wakikosa. Mbona mimi nakosa hata ugali tu? Yaani sio tuna gari, hata ugali tu nikasheshe na nimeokoka. Kuna siri gani natakiwa kuijua ambayo itanifanya niwe napata chochote ninachotaka? Lakini mwisho anasema yoyote anayepambana na mtu wa Mungu ataishia kwenye shimo. Sasa mbona mimi napambana na watu kila siku waishi? Akati nakupa shuhuda, akati naanza ujana akati bado kidogo naanza na moto wa Kristo. Nilikuwa na maombi ambayo sio mazuri. Sipendi sana kwa sababu yalisababisha watu fulani wakafa. Tulikuwa tunagombania kiwanja cha kwangu cha kwako. Nikasema sasa nimechoka. Nilipoingia kwenye maombi fulani, alianguka mzee wa kwanza, alianguka mzee wa pili, alianguka mzee wa tatu. Sio naanguka unakufa. Kwa sababu kuna aina fulani ya maombi kienda nayo. Usifanye masiara. Ina maana gani? Kwa nini kwa watu wengine unaweza kupambana na ukashinda, lakini tuwe vita vinaanza kama siku nyingi ya kutokea? Lakini kuna wengine wanakuambia kila siku hapa mimi siwezi kuugua, sina ugonjwa wote, nikienda hata kupima leo sina ugonjwa. Alafu ukiangalia kila siku mara malaria, mara mainia, mara matumbonia, mara mamigunia, kila kitu ni matatizo kila siku. Why? Kwa kumbe kuna siri inawafanya watu wengine waende hivi, alafu watu wengine wapate shida hii. Inawafanya watu wengine waende hivi na wameokoka wote, lakini kuna sehemu wanakosea. Kwa nataka kuongea kuhusu siri. Sasa natamani usijue kwa sababu ukijua zitakusaidia. Na Yesu aliongea kuhusu siri. Na tunaanza kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 13. Bwana Yesu anasema, utafuteni kwanza. Mathayo 6:13. Mtu unisaidie, tunaomba Bwana Yesu akupe Roho Mtakatifu. Twende spidi na mimi katika jina la Yesu. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Hayo mengine yote, pesa, mali, chakula, ugali, ulinzi, afya, watoto kusoma, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Hayo mengine yote ambayo watu wanahangaika, anasema mtazidishiwa. Sasa tunautafutaje ufalme wa mbinguni? Nataka tuwe sisi. Kwa sababu kichwa hiyo siri umepona. Na usipoichua naomba nikopotoka kwa Mkristo ambao unakuja mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu mpaka unamwona Mungu mbaya. Alafu watu waone tofauti na wewe na watu ambao hawajaokoka. Alafu kila siku unaongea habari za Yesu ni mzuri, ni mzuri, unabaki kuimba tu kucheza kwenye ngoma viuno. Atumuone huyo Yesu kwenye maisha yako. Kuna kitu gani kimefichika katika maisha ambacho ni siri za ufalme?
kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 13 na tutaangalia kuanzia mstari ule wa 9. Tulianza wa kwanza, lakini kwa sababu ya ratiba ilivyokaa natamani tuangalie kuanzia mstari wa 9 ili tupone. Kwa sababu ukipona leo, kama kweli una jicho la kupona, sikio la kupona, utapona. Lakini vinginevyo utatoka kama ulivyo na utabaki na bangaizo ukasema Ukristo ni mbaya, ni dini. Ukristo sio dini. Ukristo ni nguvu. Ukristo sio siasa. Ukristo ni uhalisia wa nguvu ya Mungu katika maisha ya wanadamu. Sasa unawezaje kuona nguvu ya Mungu katika maisha ya wanadamu? Kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari kuanzia wa 9. Anasema, mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, nyinyi mliokoka mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kumbe kuna watu wamepewa neema ya kujua siri za ufalme, lakini humo ndani kuna watu hawajui chochote. Wapo tu, ni Wakristo wa miaka mingi, wapo tu, hamna kitu, lakini kuna watu wamejua siri. Anawaambia, Yesu anawaambia wanafunzi, sio mimi. Hey, where are you? Mstari wa 10 tafadhali, naomba tuende pamoja. Uko wapi? Twende 12, tunaendelea. Sisi tuko pamoja. Naomba twende pamoja na mimi. Tafadhali focus pamoja na mimi katika jina la Yesu. Anasema, nyinyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wengine hawajui. Sasa hapa sijui umejaliwa au hujajaliwa. Kuna mtu baada ya ibada inamuuliza, umefundishwa nini kanisani? Kulikuwa na kitu kinacheza pale mbele. Ana matatizo makubwa kuliko shetani. Leo umejifunza somo gani kanisani? Leo mchungaji bwana. Ninataka nichekee. Nimekuuliza umejifunza nini? Leo nimekaa sana wewe. Nusu saa nzima tunaongea hapa, unaniangalia kama video. Unakiri mbovu. Sikufichi wala sikudanganya. Una matatizo makubwa kuliko shetani. Huwezi kuwepo kwenye nyumba ya Mungu unafikisha somo umekaa unaangalia kama TV. Unakumbuka na mchana sijui michezo kwenye TV, alafu unashindwa kukumbuka hata neno moja kwenye nyumba ya Mungu. Una matatizo kuliko shetani. Wala sikudanganya. Na nikikudanganya uende mbinguni kwa sababu unapoteza muda. Kuna siri za ufalme ambazo ukizijua utapona. Usipozijua unapoteza muda. Umetoka nyumbani umeacha vingi. Ungepika chips zako na mayo kala. Ungeenda kulala usingizi kama kuna baridi sana. Usikubali kukaa kanisani kama TV. Badilisha namna unavyoangalia mambo ya kimungu. Kwa sababu hatujaja kumwangalia saa hapa, tumekuja kujifunza kwa Mungu. Mimi mwenyewe najifunza. Kila siku nikiandaa somo usiku wa manane, ninajifunza kitu kipya. Na ndio maana leo nakufundisha. Kwa sababu leo nimekuwa katika hatua fulani, natamani wewe ujue hizo siri za ufalme wa mbinguni ambazo ukitembea nazo, anasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Hizo siri za ufalme, nini kutafuta? Maana kutafuta ufalme wa mbinguni kitu gani? Alafu anasema ukishaanza kutafuta tu, rabo sekoria na rabashe ulizi raba sika, kila unalofanya linafanikiwa. Rekaba sinda raboshe, kila watu wanapokuja kupambana na wewe wanakuga wao. Ni siri gani zimejificha hizo? Kuna jambo gani unatakiwa ulijue? Sikiliza Yesu anapotuambia. Anasema sura 14. Anasema kwa sababu mstari wa 12. Anasema 12, anasema kwa maana yoyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele. Mwenye nini? Mwenye kitu. Anasema lakini yoyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa Yesu akuja kuleta vitu kwa watu. Kama utakuja kanisani, hata umefundishwa somo asubuhi leo, alafu ujui, alafu unatoka kanisani hivyo, hata kuja kanisani utashinda safari ijayo. Utanyang'anywa, utakuwa una maana. Lakini ukijitahidi kujifunza na kumjua huyu Yesu sana, mwana wa Mungu, maana yake kwamba Mungu atakuzidishia vingine, atakupa vipawa vingi vingine. Nilipojifunza somo hili la kuzidishiwa, nikajua chochote utakufanya katika maisha, anza. Ukishaanza Mungu atamaliza na wewe. Lakini usipoanza kabisa, Mungu hawezi kwenda na wewe.
na kila siku hapo kanisani, kwa sababu wameshindwa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Sasa tuangalie tunachosema mstari wa 18. Na neno anasema, kwa sababu inasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama waoni. Yaani yupo kanisani ananisikia ninavyoongea, lakini wala anasema na wakisikia hawasikii. Yaani unasikia, una masikio, hamna dhambi, hamna kitu kibaya kama hicho duniani. Una macho lakini uoni, una masikio lakini usikii. Maana yake kwamba upo sehemu yoyote unapokuwa ujielewe unafanya nini. Ndio maana yake. Sikiza kwa makini. Anasema neno la nabii Isaya kwa likisema, kusikia mtasikia hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu wao imekuwa mizito. Kumbe sababu ni moyo, sio sura uliokuja nao kanisani. Yaani moyo wako ukishakuwa mzito, forget about it. Anasema na kwa masikio yao wasikii vema, na macho yao yameyafumba, wasije wakaona kwa macho, wakasikia na masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Lakini heri macho yenu. Mungu akubariki, najua macho yako yanaona katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa kuwa yanaona. Na heri masikio yenu wewe, kwa kuwa yanasikia. Yaani napoongea na wewe sasa hivi umeamua kubadilika. Umeamua kuwa mtu ambaye utatulia. Maana yake kwamba unasikia. Sikiliza. Kwa maana amin nawaambia, manabii wengi na wenye yake walitamani kuyaona mnayaona nyinyi, wasiyaone, na kuyasikia mnayosikia, wasiyasikie. Musa hakuwahi kumuona Yesu wakati anaishi duniani. Walikuja kuonana baadaye pale mlimani. Elisha hakuwahi kumuona Yesu. Elia hakuwahi kumuona Yesu. Wala kujua wokovu maana yake nini. Wala kujua kupigwa kwa Yesu tumepona. Abraham hakuwahi kumuona Yesu. Wewe umepewa neema ya kumjua Yesu. Kwa manabii walitamani kumjua na kujua habari za Yesu, hawakuziona. Lakini wewe Mungu amekupa neema kwa huko katika kizazi cha utukufu sana. Sasa jua hizo siri. Twende taratibu tumalizie. Sikiliza mstari wa 16. 18. Anasema basi nanyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Nanyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Mstari wa 19. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, ucha yule muovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Sasa nitakueleza watu wote. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye ananisikia napoongea habari za siri za ufalme, alafu akishatoka hapa amesahau kila kitu. Yaani hapa hata nilichokianza leo somo leo lilikuwa nini? Akili. Yaani akili imefunguka. Yaani moyo. Kitu kinachosababisha sio hapa. Kitu kinachosababisha ni hapa. Moyo wako haujadhamiria kusikia na kuelewa. Moyo wako umedhamiria kusema niko kanisani tu, unaangalia watu waliovaa vitenge na kanga, unaangalia matana waka, lakini hujasema moyoni mwako, leo nimeingia nyumbani mwa Mungu, lazima nimuelewe mchungaji anaongea kitu gani. Anasema unasikia lakini unielewe. Anasema huyu mtu wa kwanza. Kwa kuna watu hapa, kwa sababu watu aina nne kwa kanisani leo. Mtu wa kwanza ni watu wanasikia alafu yanafutika yote. Wanasikia tena yanafutika yote. Wanasikia tena yanafutika. Mpaka nikisema kwa nguvu, amen, na anasema amen, lakini hicho ndio kusema amen kwa nini? Wako watu kanisani wana hiyo. Mwingine kabisa amekuja hapa asubuhi, yuko hivi, analekua macho. Sio ndio macho. Anasinzia usingizi wa ajabu. Na anajitahidi kupambana. Ndio maana katika kanisa nilikuwa na kanisa Dar es Salaam tuliomba kujisikia una usingizi na kule nyuma simama, hamna mtu atakayekugusa. Usikubali kulala kanisani katika neno nasema. Usikubali kusinzia kanisani. Kama una usingizi kanisani kule, wala hakuna atakayekugusa. Lakini usikubali kuwepo nyumbani kwa Bwana, neno la Mungu linatembea na Roho Mtakatifu anaongea unasinzia. Wewe ni mtu wa kwanza. Yesu anasema watu kama hao ni kwamba watakuwa kila siku wanakuja kanisani na akikaa tu kwenye kiti. Ataimba vizuri, atacheza vizuri. Lakini akikaa tu. Hapo kuna watu wengine wako hapo. Wenyewe wanajua tu kupiga muziki. Hawasikii chochote kingine. Yaani hamna kitu ndani. Wenyewe wanajua tu kucheza, kupiga muziki, wakimaliza unakuta limelala. Wengine walikuwa wanatoka makanisa mengine. Akishamaliza kurudisha, amemkaruka hapo, yuko nje, anapiga story na watu. Pendwa katika Bwana, hiyo ni hasara kubwa kwenye mwili wa Kristo. Anasema una masikio, una macho lakini usikii. Kwa kuna vitu vingi katika ufalme utakosa.
Sikiliza mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza ni wa ile. Mtu wa pili, sikiliza kwa makini. Anaendelea Bwana Yesu. Anasema, naye aliyepandwa kwenye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki udhia kwa ajili ya neno, uchukizwa. Kwa kuna aina pili ya watu wanaokoka vizuri. Haleluya, nimeamua kumpokea Yesu, mimi na Yesu, Yesu na mimi. Alafu anakuja kuminywa kidogo, unga umeisha nyumbani, alafu ana chakula. Ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Muda sio mrefu unashangaa ameacha kuja kanisani. Muda sio mrefu unashangaa amerudi kule kutoka dhambi, kwa sababu alipata neno ndio la wokovu, alafu akukaa kwenye neno akashindwa kutulia. Kwa amesikia, amefungua macho lakini haoni, anasikia lakini haelewi. Huyo ni mtu wa pili. Naomba nikwambie, wokovu unapookoka tu, vita ni kitu cha kawaida, na Mungu anaitwa Bwana wa vita. Anataka ushinde vita. Ukishinda vita ya kwanza, ukishinda vita ya pili, ndipo unapoweza kuinuka. Lakini huwezi kuinuka kama vile unabaki pale pale ukijua kwamba kuna Mungu ni mwema, atakusaidia unapoendelea kuja kanisani. Mtu wa tatu anasema mstari wa 22, naye aliyepandwa kwenye miba, huyo ndiye alisikia neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa alizai. Kwa mtu wa tatu kanisani, kuna watu ambao utaona Jumapili tu, kwa ibada ikiisha anaenda kwenye shughuli, yuko busy. Isikwe katikati ya wiki iko na mafundisho ya Biblia, Jumatano hayupo, Ijumaa kwenye ibada anaweza kuona yuko busy mchini, yuko busy shambani, yuko busy kwenye shughuli zake. Naomba nikwambie, ufalme wa mbinguni utakuwa usikie kwenye redio kwa sababu ufalme wa mbinguni ni neno la Mungu. Unapokosa neno la Mungu lazima utapata matatizo. Mungu aliweka mfumo ili kwamba ujue siri zinapatikana kusikia neno la Mungu. Unapokuwa unahubiriwa katika kanisa, sikiza kwa makini, nisikilize kwa makini unielewe. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, muda wa ibada nenda kasali. Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, muda wa kusali nenda kasali. Mtafuteni kwanza ufalme, muda wa kusoma neno nenda kasome neno. Ukifanya masiana na hilo, naomba nikwambie, shetani atanyang'anya ulicho nacho. Utalima vingi, utavuna vichache. Utafungua duka milango yote na hakuna kitakachouzwa. Utafanya biashara na kazi yote ambayo unataka kuifanya, na naomba nikwambie upate cheo. Alafu utasema watu wasiokoka wanapata baraka, wanainuliwa, wanafanikiwa. Naenda kwenye ofisi, watu waliokoka ndio wanapata raha, wanapata. Lakini sisi wasiokoka, watu wanatuchukia. Kuna roho ya mapepo ndani ya ofisi yako. Bosi wangu amekamatwa na mapepo, bosi mwenyewe ameokoka. Lakini ni kwa sababu hujajua siri za ufalme wa Mungu. Nikwambie, unatakiwa ufike hatua, hata kama umeajiriwa na mtu anakwambia kwenye duka siku ya ibada. Sasa kuna tatizo lingine, usije ukazidisha. Kwa sababu kuna mtu anakwambia siku ya kwanza nenda kwenye mkesha, Jumapili, Jumatatu mkesha, Jumanne atakisha kwenye kazi za watu. Huwezi kufanya kwa mtabani. Ni tunasema lazima kuwe na tabia ya kiasi. Lakini naomba nikwambie, unatakiwa ukipewa kazi na mtu, hata ofisini. Alikuwa mtu anaitwa Daniel. Alikuwa mfanyakazi wa serikali wakati huo, wakati wa mfalme Usenas na wafalme mbalimbali. Lakini Daniel alikuwa mzuri kichwani na alikuwa anajituma kwenye kazi kiasi kwamba muda wa ibada ikifika, mfalme mwenyewe anamwambia, mbona hujaenda kusali? Na tamani kama unafanya kazi, be excellent. Kwa mtu ambaye unaweza kufanya kazi kwa ubora, kiasi kwamba bosi wako mwenyewe anaposema muda wa ibada anasema huyu mashughuli tulimtaji, sio mzigo. Lakini kuna watu wanafanya kazi wameokoka, hata mtu anatamani amfukuze, anashindwa kumfukuza kwa sababu ni mzigo. Ni jitu alijielewi, linafanya kazi lipolipo tu, liseme kwenye kila kitu, anajiona kama ni wa maana, anafanya. Naomba nikwambie, huwezi kufanya cha maana, ufalme wa Mungu utakosa. Leo mimi kwenye kazi yangu, nikipewa kazi yoyote, naomba nikwambie ukweli, nitaifanya vizuri kiasi kama muda wa ibada unafika Ijumaa jioni saa 10, bosi wangu nenda unafanya kazi vizuri, mimi nataka kumsikia. Lakini usiseme kama mimi nalimu ruhusa, na jobs ni kwetu, anatoa ruhusa. Umesimama wapi? Popote unapofanya shughuli yoyote, be an asset. Kuwa ni mtu ambaye watu wakisema huyu mtu yupo, anajituma, anafanya kazi vizuri, tunasema tumruhusu akamwabudu Mungu wake. Lakini ukiwa na mzigo, hakuna kitakachotokea. Unasema ule mzigo bora niende tu. Sasa tunafuta mtu mwingine. Unashangaa unarudi kesho kumweka mtu mwingine kwa ajili ya kusaidia. Ujue tayari ngoma imeanza kuondoka hiyo. Mchungaji, mimi wananionea. Wananionea kitu kwenye mzigo
maisha. Nyumbani mwa Bwana unakuja, neno lilofundishwa ujui, utafanya kazi gani duniani? Nyumbani mwa Bwana unakuja, ibada inaisha, ujui ulichofundishwa. Wewe nani? Nani akili yako ina matatizo makubwa? Njoo tukuombee upate kupona. Kwa sababu ina maana una matatizo makubwa kuliko hata shetani mwenyewe. Kwa sababu ubongo wako na moyo wako haujaruhusu kufunguka kwa ajili ya neno la Bwana. Yesu anasema, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Cha kwanza ni ufalme wa mbinguni. Kila siku naambia watu katika shughuli zinazofanya nyingine za kawaida, nasema ikiwa siku ya ibada ni marufuku kufanya kazi. Tutaenda kumwabudu Bwana. Tutamwabudu, tumtukuze Bwana. Kwa sababu najua napofanya hivyo Mungu atanibariki. Nitapata ulinzi wa malaika. Mungu ataniongeza. I don't care hata kama vitaisha vyote. Lakini najua kwa sababu nimeweka tumaini langu kwa huyu Mungu aliye hai, Mungu atanirehemu, atanisaidia. Kwa kuna watu wa kwanza, mtu wa kwanza ni yule anakuja kanisani anasinzia toka mwanzo usikie kinachoendelea. Hapa napoongea hivi, yeye anaelewa. Na bahati mbaya zaidi, mtu anawezaje kuja kanisani bila Biblia? Na ni Mkristo wa miaka mingi, ni tapeli. Ajielewi. How dare can you do that to the God? Unawezaje kuwa na kiburi na ujeuri kiasi hicho ukaingia nyumbani mwa Bwana huna neno la Bwana? Najua kuna watu watachukia, lakini naomba nikwambie ukweli, pole ndio siri za ufalme wa mbinguni hizo. Kama umeamua kwenda mbinguni, twende pamoja. Unawezaje kuingia nyumbani mwa Bwana uandike chochote? Unajua kuandika, Mungu amekupa neema kuweza kuandika. Alafu unaondoka kwenye ibada, unasema nilikuwa nyumbani mwa Bwana. Nyumbani kwa Bwana gani? Ulikuwa kwa mko wako, kwa shemeji yako. Kama umeamua kwenda mbinguni, naomba nikwambie, kubali kulipa gharama. Kubali kubadilika tabia. Vinginevyo utakuwa ni udongo ambao umekaa unapanda kila siku kwa wote. Ni udongo ambao unapanda mazao huwezi kuvuna. Yesu anasema mtu kama huyo anahangaika na mali na hawezi kuzaa. Mtu wa 4 anasema, tumalizie mtu mwisho. Mstari unaofuata. Unasoma pamoja. Anasema naye aliyepanda kwenye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia neno, anaandika na neno, anajikumbusha na baadaye, anasoma na Biblia, yuko na Biblia kanisani, anamuelewa Mungu anasema nini, anaogopa Mungu anapoongea, anakuja kuabudu na inuka kabisa kumwabudu Bwana, haionyeshi kwa chini show, yuko tayari kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anasema mtu kama huyo, anasema yeye ndiye azae matunda. Huyu 100 sio mara 2, anazaa mara 100 times. Anasema huyu 60 na huyu 80. Hizo ndio siri za ufalme wa mbinguni. Mpe Mungu nafasi yake ya kwanza. Amua kumfanya Mungu mbele kwanza. Alafu mengine yote wanaangalia watu, sijui magari, sijui majumba, sijui chakula, sijui nini. Mungu atakuzidishia kutafuta. Lakini ukiamua kuwa mshikaji katika nyumba ya Mungu, umekuja huko kama umekuja kuangalia TV, hata kwenye sinema watu wanaangalia, wanaandika kwa kuandika. Labda kama hujui kuandika. Lakini naomba nikwambie, huwezi kuingia nyumbani mwa Bwana una neno la Mungu. Huwezi kuingia nyumbani mwa Bwana uandiki. Huwezi kuingia nyumbani mwa Bwana unaulizwa neno la leo lilikuwa nini? Alafu unaenda mbingu ipi? Huko alikutolea Bwana Yesu. Brother, sister, sahau kuhusu. Utamsikia Mungu kwenye redio. Utakuwa kila siku unapambana tu. Mungu atashughulika na mambo yako kama utaamua kushughulika na mambo ya Mungu wewe binafsi. Lakini kama utafanya masiara, hii sio wakati wa masiara. Maisha tumepewa mara moja, na ukiyafanya vizuri Mungu atakupa neema. Kama umeamua kulima ili shamba kwa ajili ya wokovu, amua kulima kwa kweli. Mkulima mvivu anapoenda shambani, amelima majembe 3. Nimechoka leo, ngoja nikae nile kidogo. Analima majembe mengine, naomba nikwambie atavuna madudu. Lakini mwanamke aliyevaa kibwebwe akasema nimeokoka, nitataka kumjua sana huyu Yesu, nimtambue mwana wa Mungu, nitakuwa kanisani, nitajifunza, nitafanya shughuli zangu. Naomba nikwambie, ni muda tu. Huyu mtu sio mwenzako. Wanafunzi wakamuuliza Bwana Yesu, kama leo unamuuliza, sasa nikija kanisani kila siku jioni, itakuwaje? Sasa chakula kitakuwaje? Tusome kitabu cha Luka 18:28. Luka 18:28. Bwana Yesu anasemaje? Sikiliza kwa makini. Mungu hakosei. Anajua una mahitaji. Anajua unahitaji hiki. Lakini naomba nikwambie, ipe priority ufalme wa mbinguni. Tanguliza ufalme wa mbinguni kuliko kitu chochote. Na ndipo utakapomwona Mungu katika maisha yako. Luka 18:28. Ndio tunasikia.
Jumatano tulikuja kujifunza Biblia. Tazama Ijumaa tulikuja kula meza ya Bwana. Sasa hivi Bwana, hebu tuambie ukweli. Tumeacha vyote na kufuata. Sikiza mstari unaofuata. 29. Anasema Bwana Yesu akasikia. Akasema sikiliza Bwana. Si umeacha biashara, si umefunga duka, si umeacha kazi, umekimbia ofisini, umesema nenda kanisani, si umeandika neno la Mungu, umenunua mpaka Biblia, umeweka kitabu unaandika neno la Mungu. Anasema sikiliza, mimi sikwambii uongo. Anasema akamwambia, hakuna aliyeacha nyumba, akaacha mke au ndugu au mzazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa ajili ya siri za ufalme wa mbinguni zitapatikana kwa kujikalisha katika. Ngoja nikwambie. Anasema kitabu cha Zaburi sura ya 1, yeye ambaye ameamua kumcha Mungu ni kama mtu uliopandwa pembeni ya maji. Ngoja nikwambie, mtu uliopandwa pembeni ya maji auhangaiki. Au sema nitafute maji. Au sema nitafute madini. Au sema sijui nijizungushe upepo utakuja wenyewe. Ni kwamba anasema wale mtu unavokaa unazaa matunda kwa wakati wake. Unazaa, Mungu anakuletea zile baraka kwa sababu Mungu tafuta ufalme wa mbinguni. Anasema kama umeamua kunitafuta mimi utakosa, nitakupa katika ufalme wa Mungu. Anasema twende kwanza pale pale Samueli 18:29. 18:29 tumalizie hapa. Luka 18:29. Anasema akawaambia, hakika nawaambia hakuna mtu aliacha nyumba, mke, ndugu, wazazi, biashara, kazi, ratiba fulani, kutafuta pesa kwa namna fulani. Anasema kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Endelea 30 anamalizia. Asiyepokea zaidi mara nyingi roho sekoria darabashi. Mungu atabariki ule muda ambao umefunga duka. Mungu atabariki ule muda ambao umefunga kazi, ataleta wateja asubuhi mapema. Mungu atabariki muda wa kazi, atakubariki kupandisha cheo kwa sababu Mungu mtumikia ufalme wa mbinguni. Uchaje kwa ajili ya nini? Uchaje kuangalia fashion show. Umekuja kanisani ukimsikiliza Mungu anaongea nini na wewe? Unaandika Mungu anaongea nini na wewe? Neno la Mungu linasemaje? Uko na Biblia ukiangalia pia Biblia kila saa. Uko makini ndani ya nyumba ya Mungu. Huyo ndio Mungu anataka. Sio kuja kanisani kuna walokole hivi anakuja. Unashaka mtu ambaye kanisani amekuja amekaa kiti cha nyumba. Ameguna uso. Hana Biblia. Hata ukisoma yeye anaangalia watu tu. Naomba nikwambie huo ni umaskini. Anasema una macho lakini uone. Una masikio lakini yani upo tu. Hamna laana mbaya kama hiyo duniani. Manake upopo ni Mkristo ndio umeokoka lakini jitu la hovyo. Ndio manake lugha nzuri ambayo naweza kusema. Ni Mkristo madudu. Utategemea kupata chochote kwa Mungu. Sahau. Wala sikufichi. Utabaki tu ndio Bwana naweza. Mungu ni mwema. Kama uchawa serious na Yesu. Kama uchawa kweli kuingia ndani ya maji haya. Mpendwa katika Bwana, una safari ndefu bado. Amua kubadilika jumla. Amua kutembea katika njia hii ya Mungu na utamwona Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo katika maisha yako kwa namna ambayo si ya kawaida. Tunapoelekea mwisho wa mwaka 2025. Tumesema mwaka ni mwaka wetu. Wa Mungu akupae nguvu ya kupata utajiri. Natamani mpendwa, ndani ya moyo wako na kiu uwe ni udongo mzuri wa moyo wako ni udongo ambao unatoa matunda mazuri. Yesu anapotoa mfano wa mpanzi aliyepanda mbegu, tatizo sio mbegu. Tatizo ni udongo. Udongo wa aina gani katika moyo wako? Unapoingia kanisani unawaza nini? Unawaza kitu gani katika maisha yako? Kitu gani unachowaza? Unaingia kanisani tu kwa sababu umeingia mchungaji anione? Unaingia kwa sababu unataka kwenda kanisani ni taratibu lazima nitazikwa na kanisa? Au umeingia kweli kumtafuta ufalme wa mbinguni? Tunapokuwa tunaongea kama watumishi hapa, tunapanda mbegu. Ukimuuliza mtu neno la Zaburi leo lilikuwa linatoka wapi? Zaburi 23. Alafu wanapenda kucheka. Unajua tunacheka ndio na matatizo makubwa. Why? Kwa alipokuwa anaongea mchana hapa amefungua ibada asubuhi, wewe ulikuwa unaangalia TV. Ulikuwa unaangalia TV. Pendo katika Bwana, Mungu ubadilike moyo wako. Wewe na hata kama unasoma shule basi hata kusikia tu basi. Anasema ni masikio na macho, hajasema kuandika. Bila kama Mungu akupa neema ya kuandika, andika basi macho yako yaone na masikio yasikie. Usiwe na macho tu ya kuona, una masikio. Kuna mtu anaona lakini hasikii. Kuna mtu anasikia lakini haoni. Pona katika jina la Yesu. Kuwa ni mtu ambaye umebadilika kuanzia leo.
ili tunapoingia mwaka 2026 Bwana akitupa neema, ukakutane na Mungu anaweza kufanya maisha yako tajiri. Ukakutane na Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Usiwe mtu yule wa kawaida. Katika watu wanne, udongo uliopandwa katika njia ukakanyaga, moyo ambao una vurugu nyingi. Yaani umekuja kanisani huko unaanza mitikasi. Saa 8, saa 10, upo ndani lakini uko nyumbani kwako, uko kwenye duka, uko kwenye biashara, uko kwenye kazi, uko sehemu fulani, haupo na moyo wako ndani ya nyumba ya Mungu. Huo ni moyo wa kwanza. Kwa unasinzia. Moyo wa pili unasikia, unafurahi lakini hauko tayari kupata shida. Mpendwa katika Bwana, ili kupanda juu lazima ukanyage. Lazima ukanyage kitu fulani mwenyewe ili uweze kupanda juu. Kuna maumivu katika kupanda juu. Kwa kubali kuvumilia shida. Lakini moyo wa tatu ni moyo ambao uko busy na shughuli. Kwa hata leo asubuhi anaenda kwenye tenda, ameshindwa kupata chochote. Natamani kama kanisa wote pamoja tunapoingia 2025-26, moyo wako uwe ni moyo ambao unalipokea neno la Mungu kwa ushindi mkubwa. Alafu unaamua kutafuta ufalme wa mbinguni. Muda wa sala ni sala, muda wa ibada ni ibada, muda wa kusoma neno ni muda wa kusoma neno, muda wa kuomba usiku wa maneno unaweza kuamka ukamwomba Mungu, ukamlilia Mungu wa Israeli akakupa neema ya kutoka. Lakini ukiwa ni mtu ambaye ujielewi, utakuwa na Wakristo wa hovyo kila siku, na hata ufalme wa mbinguni hautakuwa na faida na wewe. Ila Mungu alikupa neema ya kumtafuta, mtafute vizuri na mjue sana huyu Mungu. Tusimame. Chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba, unichunguze, chunguza Bwana, chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba, maisha yangu chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba, unichunguze, chunguza Bwana, chunguza, unichunguze, nimeingia nyumbani mwako, nimesikia neno lako, ninaomba uponye akili yangu, ninaomba uponye moyo wangu katika jina la Yesu. Sema Baba, ninaomba nguvu yoyote ambayo imekamata akili yangu, imekamata moyo wangu, ili nisipokee ufalme wa mbinguni leo kwa jina la Yesu. Ewe nguvu, toka, 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 toka katika jina la Yesu. Baba, naomba kupitia ibada hii nikawe na akili njema, nikawe na akili njema. Naomba akili njema. Sitaki kuwa mjinga, sitaki kuwa mtu mpuuzi. Naomba nisaidie. Bwana Yesu, nipe akili njema katika jina la Yesu. Shika moyo wako. Sema Baba, umeongea kuhusu mbegu. Ninaomba moyo wote wa jiwe ndani yangu ng'oka katika jina la Yesu. Baba, nipatie udongo mzuri, moyo wangu ukawa ni wa kusikia neno lako. Na kusikia asubuhi leo, ninasikia kupinga, nasikia kukataa, lakini nakuomba nirekebishe moyo wangu, ili Bwana neno lako lilopandwa leo likanianzishie sura mpya, likanianzishie utaratibu mpya wa kuweza kutafuta ufalme wa mbinguni, wa kuweza kutafuta haki yake, ili nikapokea uponyaji katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, leo nimefanya maamuzi rasmi ndani ya moyo wangu kwamba Bwana, nitautafuta uso wako. Ninaomba neema,
Bwana, ukanibariki maisha yangu. Sitaki kuwa mtu ambaye nimeishi miaka mingi lakini sina cha kufanya cha maana, sina cha kuonyesha chochote. Leo nakuomba katika maisha ambayo umenipa, Bwana, nikatimilize kusudi. Nipe neema Bwana, nikaweze kutimiliza kusudi katika jina la Yesu. Baba, tabia yoyote ambayo iko ndani yangu, tabia ya uzembe, tabia ya uongo, tabia ya uharibifu, tabia ya ujinga, out, out, out. Mwombe Mungu wako kwa jina chote, kwa jina kusumbua sasa. Ongea na Mungu wako, ongea naye, mwambie Baba, naomba nisaidie. Nahitaji kubadilika kuanzia baadaye katika jina la Yesu. Ikarobo shekoni ya rabasi. Rema zuri kubo shekoni ya rabasi. Rakoba kani ya rabose koni ya raba. Remesa koni ya rabo shekoni ya raba. Rekaba kani ya rabose koni ya raba. Remesa koni ya raba shine raba. Rokoba kani ya raba. Rema siondo robo shako. Rakoba kani ya rabose. Ekereba shiondo robosa. Rekaba kani ya raba. Remasio kani ya rabosha. Rekaba kani ya rabosa. Rekaba rabose koni ya raba. Remasio roboshe koni ya raba. Remesa koni ya raba shiondo robo. Rekaba kani ya rabosa. Rekaba kani ya rabose koni ya raba. Rakoba kani ya rabose koni ya rabo. Ramose koni ya raba shiondo rabo. Remasio roboshe koni ya raba. Rekaba kani ya rabose koni ya raba. Remesa koni ya raba. Baba, kutana na moyo wangu, naomba upe niumbie moyo safi, nikatimilize kusudi, niumbie moyo safi, nikatenda nikatimilize shughuli yako, nikatimilize kusudi yako siku zote za moyo wangu. Onekana tena kwa ajili ya kanisa lako. Onekana tena kwa ajili ya kanisa lako. Onekana tena kwa ajili ya kanisa lako. Ukaliponye Bwana, ukalihifadhi kuja, ukatuponye Bwana, ukatimilize kusudi katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Baba, ukafanyike mwamba, Baba ukafanyike nguvu, Baba ukabariki maisha yangu. Ninaomba kuanza